السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Tukiwa bado tuendelea kumweleza yatima, na kama tulivyoeleza ni kwamba ni kuwaeleza watoto wote kwa jumla, lakini aliyetufanya tueleze haya yote ni yatima, kwa sababu haya ambayo kwamba tunaeleza ni mambo ambayo kwamba yuwafanyiwa mtoto yoyote kwa umuman, lakini malengo yetu hasatan ni kwa yatima tunayemkusudia, kwa sababu hapa tuko katika kueleza yatima nini cha kufanyiwa au anafanywa nini. Na tumefika katika darsa ya kumnyonyesha mtoto yoyote, na hasatan kwa yatima, na tulieleza masaili ambayo kwamba yanaofungamana mama mwenye kumnyonyesha mtoto, na wanazuoni wanavyoeleza katika suala zima la kunyonyeshaji au la unyonyeshaji kwa mtoto. Leo tutaeleza fawaid ambazo kwamba zinazopatikaniwa kwa mama na mtoto wakati anaponyonyesha mwanae, kwa sababu ni wengi ambao hatujui fawaid ambazo zapatikaniwa wakati unapomnyonyesha mtoto wako. Na faida hizi ziko min kila aljanibain, kwa mama na mtoto, si mtoto peke yake kwamba anafaidika, la, bali min kila aljanibain, sehemu zote mbili. Ulama wa tibbi qadiman wa hadithan, wanazuoni wa tiba wa zamani na wa kileo, wamethubutisha kwamba maziwa ya mama ni kwamba ni chakula alghidhaul mithali kwa yule mtoto, ni chakula kizuri na ni chakula ambacho kwamba kisichokuwa na mfano kwa yule mtoto, kwa kuwa kile yale maziwa huleta ihtiwa al-anasir kwa yule mtoto, hupelekea mtoto akawa ni mwenye kuinukia kwa njia mzuri au kukua kwa njia mzuri. Maisha yake, tatawuri yake katika maendeleo na ukuaji wake huwa ni mzuri kupitia maziwa ya mama. Na zaidi ya hapo ni kwamba huwa ni chakula ambacho kwamba cha kufanya kazi haraka katika kiwiliwili cha mtoto ambaye aliyenyonyeshwa, tofauti na vyakula vingine. Huwa huchukua muda wakati wa kusagika, lakini maziwa ya yule mama kwa mtoto wake huwa ni sahlul hadhm, huwa ni haraka kuchukua mfumo wa msago wa chakula au kufanya kazi katika kiwiliwili cha yule mtoto. Kisha huwa ni nadhif khalin min aljarathimi, kwamba yale maziwa huwa ni masafi, hayana vidudududu, havina nini, vijarathim, wadudu ndani au tembe tembe za uchafu ndani, yakawa ni maziwa hutoka katika nyonyo la mama moja kwa moja likaingia kwa nani, kwa yule jaufi ya yule mtoto, yakawa yanamletea numuu ambayo kwamba ni mzuri na tatawur mzuri. Kwanza. Pili, wakaeleza maziwa ya mama au nyonyesho la mama la tabii, bimaana kule kunyonyesha kitabiia, hupelekea kiwiliwili la tahsini sihhati al-um, kiwiliwili cha mama mwenye kumnyonyesha yule mtoto huwa kizuri, huwa kizuri kwa njia gani? Kuna njewa ambazo kwamba yule mama huwa zamfikia wakati anapozaa, au hali ambayo yamfikia yule mama wakati anapozaa. Hali ile kurudi normal wakati anapokuwa hamnyonyeshi mtoto ni tofauti na vile wakati anapomnyonyesha mtoto wake. Mfano, mama wakati anapozaa, jihazu tanasuli ama kizazi chake, hajmi yake, maweko yake, wakati anapomnyonyesha mwanae hurudi kwa sura katika sehemu zake ambazo kwamba zilizozoea kukaa.
bimaana kizazi cha mama huwa kinarudi mahali pake kwa haraka na huwa na afya kwa haraka wakati anapomnyonyesha mwanae, tofauti na wakati hamnyonyeshi mwanae, huwa kinachukua muda kurudi sehemu yake. Kizazi kama kile huchukua muda kurudi katika normal yake, kizazi kama kile, kwa sababu imtisasu thadi, kule mwana kunyonya lile nyonyo la mama hupelekea zile hormone ambazo zinapatikaniwa kwa yule mama katika kizazi chake wakati alipozaa hupomoka na huondoka. Ifraz, zile hormone huondoka, humalizika, na huchukua inqibadhu rahimi bisur'a kurudi katika hali yake wakati mwana anaponyonya. Bimaana wal aksu sahih, ikiwa mama hatomnyonyesha yule mwana, afya yake haitorudi normal kama vile atakavyomnyonyesha yule mwanae. Ndio madaktari na matabibu wa kadiman wa hadithan akasema yule mama huwa na afya wakati anapomnyonyesha mwanae. Kwa hivyo mama yangu ambao unanifuatilia, wakati unapotaka kizazi chako kirudi mahali pake kwa haraka, ni umnyonyeshe mwanao. Na kizazi kinaporudi mahali pake kwa haraka hukuhifadhi wewe na humma nifas. Kuna kitu inaitwa humma nifas. Humma nifas ni wakati mama anapozaa, kuna zile itihab ambazo kwamba zapatikaniwa kwa mama wakati anapozaa. Iltihab, ile kinga ya yule mama kupigana na magonjwa wakati anapozaa, ile kinga huwa ni dhaifu. Huwa ni nini? Ni dhaifu. Kinga ile huwa ni dhaifu, bitanatu rahimi huwa ni dhaifu. Kinga ile huwa ni dhaifu katika adhalatu rahimi. Kinga ile huwa ni dhaifu tihabu almanatiqi. Almanatiqi bimaana zile sehemu ambazo kwamba zimeringiza kizazi huwa ni dhaifu kinga zake. Ile adhwa venye kutia sapoti katika kile kizazi cha yule mama huwa ni dhaifu wakati anapozaa. Undani wa kile kizazi cha mama huwa ni dhaifu wakati wa kuzaa. Ndio utapata mama yule wakati anapozaa hupatikani wala homa. Ama mwanamke ambaye kwamba alipofanya ijhadh bimaana abortion, wanda kutoa mimba, kwenda kutoa mimba, utapata mwanamke yule hata kama amejificha, lakini ile hali yake huwa inabadilika, anashikwa na homa, anakuwa mgonjwa, kwa sababu zile itihab za kizazi zimekuwa ni dhaifu. Bimaana ule mpigo wa kinga za kuziwia magonjwa katika kizazi zimekuwa ni dhaifu. Sasa hizi kinga hupata nguvu wakati wewe mama unapomnyonyesha mwanao. Ndio wanazuoni watiba wakakwambia mama hupata afya katika kizazi chake, kizazi hurudi na zile itihab ambazo kwamba huwa na unyonge na dhaifu wakati anapozaa hupata nguvu wakati anapomnyonyesha mwanae. Kisha mambo mengine ni kwamba sartanu thadi, kansa ya matiti, huwa ni zenye kukimbia wakati wewe unapomnyonyesha nani? Mwanao. Sasa ni wewe mama, hili jukumu ambalo kwamba unaloelezwa kwa sihia kwa upande wa mwanao, uwe utalitekeleza mwana awe na afya, na jukumu la sihia kwako wewe ni utekeleze kumnyonyesha mwanao, kwamba kizazi chako kinarudi haraka, zile homa ambazo kwamba zapatikaniwa wakati ukizaa zinakuepuka, homa ambazo kwamba zinapatikaniwa wakati mwanamke anapotoa mimba zinakuepuka, kisha ugonjwa wa saratani ambao kwamba leo umeenea kila mahali, iyadha billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuhifadhi nao, ni kwamba huondoka wakati unapomnyonyesha mwanao. Usiwe ni mwenye kuacha mtoto wako kumnyonyesha eti kwa kisingizio ya kwamba wewe wataka muonekaniwa wenye kupendeza katika kifua chako. Kuna watu ambao kwamba
huacha kunyonyesha mwanaye, huacha kunyonyesha watoto wao kwa muonekanio eti akitakapo kunyonyesha kifua chake kitaanguka. Wacha kianguke lakini upate afya, kuliko kusimama kifua chako kuwa na magonjwa ndani yake. Ashayu bi shay yuskar, taja, kwa sababu ndio hali ambazo kwamba tulizonazo kwa madada zetu, ndio hali ambazo kwamba tulizonazo kwa mama zetu, kwamba wataka wao waonekaniwa muonekaniwa mzuri, lakini maalasaf muonekaniwa ule kuna chembe chembe za magonjwa zaweza kuchipuza wakati wowote kwa kuacha kumnyonyesha mwanae. Kwa hivyo ya pili ambayo kwamba wanazuoni wa tiba wanaoeleza kwa mama ambaye ni mwenye kumnyonyesha mwanae ni kwamba homa za kuzaa wakati anapozaa za muondokea, na kwamba kizazi kinarudi mahali pake haraka iwezekanavyo kwa kunyonyesha mwanae, na kisha kuhifadhi na saratanu thadi, kansa ya matiti wakati unapomnyonyesha mwanae. Tatu, faida ambayo kwamba inapatikaniwa katika kunyonyesha mwanao, yasema maziwa ya mama yana athari katika kuhifadhi siha ya mtoto ya nafsi, kwa sababu maziwa haya ya tabii ya mama hupelekea yule mtoto akapata lile vuke la mama wakati unapopiga kamama kumnyonyesha, hupelekea yule mtoto akaona hanani ya mama wakati unapompiga kamama unapomnyonyesha. Ndipo pale huleta ile arabitatul atifia baina al-tifli wal ummi. Ile rabita huwa na nguvu, mafungamano baina ya mama ya atifia na yule mtoto huwa na nguvu. Bali wanazuoni wamelahidh wanazuoni wakati mama anapomnyonyesha mwanae, yule mwana husikia dukatu qalbi ummi. Wanazuoni wamelahidh wakati mama anapomnyonyesha mwanae, mwana husikia mapigo ya moyo wa yule mamake. Huwa ule mpigo wa moyo huleta itmiinani kwa yule mtoto, nau'an ma min al-itminani wa raha, humletea raha yule mtoto, humtuliza yule mtoto wakati anaponyonya. Kisha wakasema na mfano huo mama anapombeba mwanae kwenye mgongo na kucheza na yeye, hutoa ile hawa katika maida yake, mtoto huwa na raha wakati ule. Kwa hivyo wanazuoni wa tiba wameeleza ukitaka atifia baina al-ummi wa tifli ni mama amnyonyeshe mwanae. Akitaka mwanae apate raha ni yule mtoto asikie mapigo ya moyo wa mama yake wakati anapomnyonyesha, apate ile dif, apate ile hanan kwa yule mama wakati anapomnyonyesha. Bali wamesema ukicheza na yeye, ukimbeba kwenye mgongo, ile hawa ambayo inatoka kwenye maida yake hupelekea yule mtoto akawa na raha, akasikia raha, utulivu, ukampelekea yeye awe ni mtu ambaye kwamba mwenye makuo wakati anapokuwa kwa njia ambayo kwamba iliyo mzuri. Kisha wanazuoni wakasema tena, darasa nyingi zimekuja kuthibitisha kwamba mtoto ambaye kwamba anayonyonya kwa manyonyo ya mama yake huwa ana akili mzuri kumshinda yule ambaye kwamba hakunyonya katika matiti ya mamake, na huwa na asra marahil ya kunumu, yani marhala ya kukua kwake haraka zaidi kuliko yule ambaye kwamba hakunyonya kwa mamake. Bimaana hukua haraka kuliko yule ambaye kwamba hakunyonya kwa mamake, tena hasatan katika amul awwal min hayatihi, mwaka wa kwanza kuzaliwa. Chunguza, weka mtoto ambaye kwamba hanyonyi kwa mamake
na mtoto ambaye kwamba ananyonya kwa mamake wakati mwaka mmoja waliozaliwa, angalia tofauti yao katika ukuzi wao, utapata anayenyonya kwa mama anakuwa haraka. Ndio wanazuoni wa tibia wanavyoeleza. Ndio akasema marhala ya haya mtoto hutaka sana yale mawaidun ghidhaiya, ili apate kuua tena mkamilatan mutawazina, apate kukua, atoke kwa shikli ambayo kwamba inahitajika, na haya hapatikaniwi illa fi labanil ummi faqat. Kukua kwa hali ambayo kwamba iliyokamilika hupatikaniwa katika marhala ya mwaka wa kwanza kwa maziwa ya mama peke yake. Kinyume cha hapo mtoto hatakuwa vizuri kwa mwaka wa kwanza. Bali wamethibitisha kwamba mtoto hupata akili ambayo kwamba iliyokamilika katika miaka miwili ya kuzaliwa kwake kwa 80%. 80%. Mtoto kwa miaka miwili anaponyonya ile walwalidatu yurdhi'na auladahunna hawlain kamilain, kwamba yule mtoto kwa miaka ile miwili akili yake hukua haraka kwa 80% kuliko mtoto ambaye kwamba 20% huenda kwa mtoto ambaye kwamba hakunyonyeshwa na mamake katika ukuzi wa akili. Pia wakaja wakaeleza kuna ilaka ambayo inaopatikaniwa kwa mtoto anayenyonya kwa maziwa ya tabiia ya mama, kukua jihazul asabi, jihaz al-asabi, kiwiliwili chake. Na hii imethibitishwa kwa watoto ambao walionyonya manyonyo ya tabii, kiwiliwili chao asabuhum kana aqwa, waliotegemea katika manyonyo ya mama yao huwa asabuhum kanu aqwa. Na haya ameeleza al-Imam Muhammad Abduh, asema afdalul labani lilwaladi labanul ummi biittifaq al-atibba li'annahu yakunu min damiha falabanuhu huwa alladhi yulaimuhu wa yunasibuhu, kwamba maziwa bora ni maziwa ya mama kwa mtoto. Sawa? Kwa sababu maziwa ya mama hutengea kutokamana na damu ya yule mtoto, kwa sababu ametoka pale pale, maziwa yatoka pale pale mtoto alipotoka. Ndio maziwa ambayo kwamba yulaimuha, yanalingamana yeye na yanasibiana na yeye. Na hii ni hikma ya ilahia, kwamba Mwenyezi Mungu amejalia maziwa ya mama yawe ni chakula chenye kuendana na hali ya mtoto aliye mzaa, tena kwa hasab ya daraja ya miaka yake, kwa mpangilio wa daraja miaka yake. Ni Mungu amejalia kwamba haya maziwa yatoka kwa mama na ule mtoto ametoka kwa yule mama, yakawa ndio kitu ambacho kwamba chenye kulingamana na yule mtoto katika ukuzi wake au kukua kwake. Kwa hivyo ni mama awe atamwangalia mwanake na kumnyonyesha mwanae kwa maziwa yake, ili mtoto wake akulie kwa hali ambayo kwamba ni mzuri. Pia wamempitisha matabibu wa kileo kwamba maziwa ya mama humpelekea yule mtoto apate kinga yenye nguvu kupigana na magonjwa ambayo yanaingia kwa yule mtoto. Imebainika kwamba wa kwanza au nyonyo la kwanza ambayo kwamba mtoto analonyonya kutoka kwa mamake katika siku mbili za mwanzo wakati anapozaliwa kwake, huweka sawa protein khasun yusamma jaman julubiyuna, kwamba kuna kinga ambayo kwamba wale watoto hupata kwa yale maziwa ya siku mbili kupigana na yale magonjwa ambayo kwamba yenye kuingia linumuil mikrobat allati tusabbibu al-amrad.
kupatia nguvu zile mikrobat ambazo kwamba zenye kusababisha magonjwa. Sasa yale maziwa huwa ni kinga kwa yule mtoto, yakawa yanaziwia magonjwa ambayo kwamba yenye kusababishwa na mikrobat. Kwa hivyo wakaeleza ni ahamul awamil mtoto anaopata yenye kumhifadhi kutokamana na magonjwa kwa maziwa ambayo kwamba anayopata kutoka kwa mamake. Ndio utapata hata wakaeleza wanazuoni ahamu fawaid ar-radhaa tabia allati athbataha al-buhuth tibbiyya fi al-waqt al-hadir. Lakini ndi haya ambayo kwamba wameeleza zile ahamu fawaid wanazuoni hawa wale wa kitiba. Lakini alhamdulillah Uislamu baada ya kwamba hawa wameeleza haya na kupata kueleza haya, ndio utapata Uislamu zamani, toka zamani haya yameelezwa. Yameelezwa kivipi? Hizi tiba zote ndio utapata hata yule mama ambaye kwamba alizini wakati anapokuwa na mimba hapigwi mboko wala hapigwi mawe. Hapigwi mawe. Ikiwa mama yuko na mume anakwenda kuzini, akipata mimba nje ya ndoa hapigwi mawe, kwa sababu ni katika hukumu yake au hadhi yake ni kupigwa mawe mpaka kufa. Lakini Uislamu akamzingatia yule mtoto aliyomo ndani ya tumbo, ni kwamba mimba azae baada ya miaka miwili ndio apigwe mawe, ili yule mtoto apate haya ambayo kwamba tulioeleza, au hizi ambazo kwamba tumezozieleza, fawaid za kunyonyesha huyu mtoto tulivyozieleza. Na hiki utapata kisa almar'atul ghamidiyya, yule mwanamke wa Ghamidiyya ambaye alizini, alikwenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mwanamke alikuwa na mume wake, akamueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba amezini, amsimamishie haddi. Mtume Muhammad akachelewesha haddi yake mpaka azae, wa hatta wiladatiha, sawa, mpaka azae. Kisha baada ya kuzaa akaja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia fadhhabi fardhihi hatta taftimihi, nenda ukamnyonyeshe mpaka akue apate nguvu. Baada ya hapo, haya kauli hizi za bwana Mtume Muhammad, nenda umzae huyu mtoto. Baada ya kumzaa akaja akamwambia nenda ukamnyonyeshe mpaka apate nguvu, kuonyesha kwamba maziwa ya mama yana umuhimu kwa mtoto. Maziwa ya mama yana afya kwa mtoto, kama tulioeleza. Lakini bwana Mtume Muhammad zamani ashaona na ashafahamu haya maziwa ni kinga kwa huyu mtoto, akamwambia yule mar'atul ghamidiyya nenda ukazae. Alipozaa akaja akamwambia nenda ukamnyonyeshe mpaka awe na nguvu. Baada ya hapo akaja akapigwa mawe akafa. Ndio kaulu nabii sallallahu alaihi wasallam, yuakidu haqqu tifli fi radhaa wa adamu hirmanihi minha mahma adhumat al-asbab. Kauli hii ni ya Mtume, yaonyesha kwamba mtoto ana haki ya kunyonyeshwa. Mama hana haki ya kumkataza mwanae nyonyo lake ambalo kwamba alioamrishwa amnyonyeshe, na japokuwa patatokea sababu za kwamba kupelekea yule mtoto asinyonye. Labda ikiwa daktari atakwambia sasa kwamba huwezi kumnyonyesha kwa sababu wewe una ugonjwa fulani, utamwambukiza huyu mtoto wakati utakapomnyonyesha, kwa sababu kuna magonjwa mengine unapomnyonyesha mwanao huwa unamwambukiza, hasatan watoto wakiwa ni wadogo, kwamba kinywa chao kimepasuka, yale maziwa yakiingia huwa yanapata mwanya kwenda kupita katika ule mpasuko wa mtoto kwa msababishia madhara. Ikiwa utapewa habari na daktari kwamba utamwathiri mwanao au utamwambukiza mwanao magonjwa ulionayo wewe, basi hapo ndipo hutomnyonyesha. Lakini kwa njia nyingine, mahma adhumat al-asbab, ni umnyonyeshe mwanao, kwa sababu Qur'an imekwambia walwalidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma radha. Hali kadhalika yatima anyonyeshwe, kwa sababu na yeye pia yuko katika
hukumu ya mtoto kama watoto wengineo. Ikiwa kuna wa kumnyonyesha katika wasimamizi wake wamnyonyeshe, ikiwa hakuna wa kumnyonyesha katika familia yake lakini ana mali, ana uwezo, basi yatolewe mali yale anyonyeshwe mtoto yule kama vile wanavyonyonyeshwa watoto wengine. Na mpaka hapa tutakomea. Kipindi kinachokuja tutaeleza nafaka ya mwenye kunyonyesha au chakula cha mwenye kunyonyesha huwa kinatoka wapi na kapitia kwa njia gani. Almuhimu, tuwahusia mama zetu, watoto wetu tuwanyonyesheni, wawe ni mayatima wawe si mayatima, tuwanyonyeshe. Ule mawazo au mpangilio kwamba nikinyonyesha nitazeeka haraka, ondosha. Wewe angalia afya yako kama tulivyoeleza unaoipata wakati unaponyonyesha, angalia na afya ya mwanao wakati unapomnyonyesha anapoipata. Hili tosha. Kuzeeka utazeeka maadamu umezaliwa, watoka ubarobaro. Kuna marahil ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea. Hata usiponyonyesha utazeeka baba we, mama we. Hata usiponyonyesha utazeeka, kwa sababu ni marahil Allah ametuwekea kwamba tumeumbwa min ba'di dhufin quwwatan, mpaka mwisho dhufi, tukaja kwenye kuwa, tutatoka kwenye kuwa tutakwenda kwa shaiba. Wengine wa minkum man yuraddu ila ardhil umr. Kwa hivyo usione kwamba usipomnyonyesha bado utabaki pale pale, la, unatoka udogoni unakwenda uzeeni. Uwe na akili na ufahamu ya kitu kama hiko. Mnyonyeshe mwanao, simkatie haki yake. Usikate kumpa afya ambayo kwamba ni njema kwa sababu ya kuonekaniwa wewe ni mzuri. Uzuri wako mume wako aujua bwana, baki nayo. Watakumuonyesha nani uzuri wao mwingine? Hebu turudini nyuma wa mama zetu wa kileo, watakuonekaniwa wazuri tu, basi mume wako amekuwa. Kwanza huo uzuri usionekaniwe na mtu mwingine katika sharia, ni mume wako peke yake. Na mume wako amejua kwamba yeye amekuchukua ni mzuri wewe. Ulipozaa ajua umemzalia kwa uzuri uliokuwa nao, na ule uzuri kwenye macho yake, maadamu wewe ni mzuri hautaondoka kwake, labda ufanye vituko vyako. Kwa hivyo tuwanyonyeshe watoto wetu ili wapate afya mzuri na wewe upate afya mzuri. Ule uzuri wa kiwiliwili utie kwenye kipoti chako, hata kama umnyonyeshi utaondoka tu, kama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi yake kwamba mwanamke huolewa kwa mambo manne, wali jamalia, lakini akaeleza kwamba jamali huondoka. Almuhimu, watoto tuwanyonyesheni wapate afya iliyo njema. Na ikiwa hakuna manyonyo ya kunyonyeshwa, basi tafuta mwenye kumnyonyesha ili amnyonyeshe mtoto kama yule apate afya iliyo njema. As'ada Allahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran jazilan, wassalamu alaykum wal afa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.